Hakuna lenye mwanzo linalokosa mwisho. Kuanzia la msimu wa ligi kuu ya NBC ya mwaka 2025-26 limeweza kutamatishwa hii leo, na hapa ni kutokea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kama unavyoona, wananchi wakiwa wanasherekea ubingwa wao kwa mara ya 5 mfululizo mara baada ya kuiwasha timu ya JKT Tanzania mabao 3-0. Hilo unaloona ni shangwe la mashabiki wa Yanga wakishangilia ubingwa wao wa 5 mfululizo, na hapa nipo na baadhi ya mashabiki wa Yanga wakiwa nipo nao hapa, na nitazungumza nao mawili matatu kuhusiana na ubingwa huu ambao waliopata. Mzee wangu, heshima yako? Poa kama kawaida. Mambo vipi? Fresh. Unazungumziaje msimu wa mwaka huu wa mwaka 2025-26? Timu yako ya Yanga imeweza kuibuka na ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo, licha ya kuwa timu yenu ilikuwa inasemwa haina kiwango kizuri, lakini imeweza kutoa ubingwa. Unazungumziaje? Bosi mwenyewe anakuambia Yanga bingwa. Yanga bingwa. Unajisikiaje kupata ubingwa kwa mara ya 5? Furaha sana, sijawahi kuiona. Yanga bingwa. Sina maneno mengi. Hauna maneno mengi? Sina maneno mengi, Yanga bingwa. Licha ya mchezo wa leo Pacome Zouzoua kuumia kwenye kipindi cha kwanza, lakini bado Yanga kutoka kwenye mchezo wakaendelea kumaintain mchezo na kuweza kuibuka kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania. Pia hili unalizungumziaje? Kwa kweli kama mashabiki tumeumia tena sana. Tumeumia sana. Sina maneno mengi, tumeumia, tunamwombea apone aweze kurudi uwanjani. Asante sana. Nashukuru. Na hapa nipo na mashabiki. Hapa nipo na shabiki wa Simba. Utajitambulisha jina lako, pia utatueleza kwa nini hii leo umeacha kwenda katika uwanja wa KMC Complex na umekuja hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Dada, mambo? Poa. Na unaitwa nani? Zulfa Yela. Bwana, wewe umejitambulisha ni shabiki wa Simba, lakini umeacha kwenda katika uwanja wa KMC Complex na umekuja hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hebu kwanza tupe sababu ambayo ilikufanya hii leo kuwepo hapa. Sababu ya kwanza nafanya niwepo leo hapa katika mazingira haya ya Mbweni. Unajua kusema JKT wengine ajue, sisi tunajua kama Mbweni. Natambulisha kwamba rafiki zangu wameniambiaje, twende ukaone mpira. Lakini kiukweli mpira leo umechezwa. Yanga wamecheza vizuri sana. Japo mimi shabiki wa Simba, lakini nimepata majonzi mengi kupitia Pacome. Kiukweli ameumizwa na haki imetendeka. Haki ya mpira imetendeka, mpira umechezwa, na tunasemaje? Naweza nikaamia Yanga, lakini rudia tena wakusikia wana Simba wenzako. Rudia tena wakusikia wana Simba wenzako. Rudia tena wakusikia wana Simba wenzako. Naogopa. Lakini nasemaje? Kwani leo lini? Kwani leo lini? Siku ya furaha, sio ya mikosi. Asante. Bwana, nipo na mashabiki wengine hapa wa Yanga, nao nitazungumza nao furaha waliokuwa nayo siku hii ya leo mara baada ya timu yao kuibuka na ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Mzee wangu, mambo vipi? Asante, nashukuru ndugu mtangazaji. Naitwa Nurdin Abdara, alafu nikiwa mwalimu wa hamasa makao makuu ya klabu ya Yanga. Nimefurahishwa sana kwa mentam ambayo leo iliyotokea. Nilifurahi sana. Aliyotangulia kuongea ni mtu wangu, lakini leo nitamvalisha jezi ya Yanga. Lakini kasema Simba. Of course yeye aendelee na Simba yake. Lakini akishakuwa na mimi kuna kitu nitakifanya. Leo nitambadilisha. Nitamnunulia jezi ya Yanga. Unamhamisha kabisa. Yeah. Bwana, huu msimu unazungumziaje? Msimu wa mwaka 2025-26 kwa kuizungumzia timu yako ya Yanga, kwa sababu watu wengi walikuwa wakisema Yanga haichezi vizuri, haina kiwango kizuri, lakini imeweza kuibuka na ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Hili unalizungumziaje wewe kama shabiki wa Yanga? Wacha nikwambie kitu kimoja ndugu mtangazaji. Kwanza ninachoweza kufurahia, kuna speaker ambayo sisi tumeitengeneza. Ile speaker ambayo tumeitengeneza sio mbaya. Mwaka huu tumeingia kwenye usajili mkubwa, lakini hakutulipa. Tumeingia kwenye usajili mdogo ukatulipa kwa mchezaji mmoja, Alan Okero, ambaye tunasema ni master kwetu. Katufeva sana na katusogeza alikotusogeza. Lakini watu wote, niseme wanayanga wote nawapenda, pamoja na engineer Elisi. Nampenda sana, kama ni kiongozi wangu, kama ni rais wangu. Tumeweza kufanya vizuri. CRDB tumeikosa, lakini baada ya kuikosa CRDB, inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu tumepata kombe la
tunasema hivi, CRDB tumepata, lakini NBC tumepata, lakini ndio malengo yetu yalikuwa hapo, tusingepoteza vikombe vyote ndugu mtangazaji. Lakini nasema asante sana, tumepotea kwenye usajili, lakini usajili mdogo ulitulipa kwa Alan Okello, tumeweza kufanya vizuri, na rais namwombea kwenye uchaguzi ambayo ujao tutakuwa naye, tutaendelea naye, na kwetu ametuonyesha mwanga mzuri na ni bora. Na bado kupitia maiki hii ya Dimbani Connect, unaweza ukawaambia nini viongozi wako wa Yanga kuelekea msimu ujao? Kwanza nawapenda viongozi wangu sana, kuanzia Alikamwe, makamo wa rais Arafat Haji, nampenda Ibra, yeye kama ni mtaalamu wa usajili wa wanachama, alafu nakuja mpenda rais mwenyewe pamoja na GSM, wako karibu na sisi, wanazingatia sisi tunafanyaje sisi wanachama. Kwa hiyo tutaendelea kuwa naye na naendelea, ikiwezekana hata miaka 30 na ijayo, tunawapenda wao, tuwe naye make tayari washatuonyesha mwanga fulani wa kuendelea mahali tulipo, tuelekee mbele. Lakini kuna watu walikuwa wanadai kwamba walisema uwanja unaweza ukaanza hivi karibuni, lakini hadi hivi sasa hakuna chochote kinachoendelea, na umesema unawapenda viongozi wako, unaweza kuwaambia nini? Hapo nilikuwa napapenda ule uwanja, niwaambie watangazaji, washabiki, ule uwanja hawezi kwenda kununuliwa matofali kama wanavyofikiria. Sisi tumeingia connection na wale watu, kila kitu kinatoka nje, kuna kitu kinatoka nje. Uweze kuleta magreda, atakuja atasawazisha kila kitu, lakini sisi tuna momentum, kila kitu kinatoka wapi? Nje, ambacho kinachokuja kutengeneza nini? Ule uwanja. Mzee wangu, kwa kumalizia, ni mchezaji gani ambaye katika msimu huu wa mwaka 2025-26 amekufurahisha zaidi kwenye kikosi cha Yanga? Mtu wa kwanza Okello, wa pili Zuzu wa Pacome, japokuwa ameumia na mimi nimeumia zaidi.